Naam, hujambo mtazamaji wa Mlimani TV. Karibu tena katika kipindi cha Mlimani leo asubuhi, na hii ni Jahara sehemu ya kwanza. Muda mzuri kabisa wa kutazama mjadala ule ambao tunakuwekea mada mezani tukichambua na kuidadavua kwa undani kabisa. Mimi ni Fadhili Kagika, lakini studio siku hii leo siko peke yangu. Nimemwalika mgeni ambaye tutakuwa pamoja tukichambua mada inayosema mawazo chanya kwa vijana hasa kwa maendeleo yao. Na mgeni wangu anaitwa Baraka Mwajeka ambaye ni mkurugenzi wa taasisi ya Impactful Mind inayojihusisha na kutoa mawazo kwa watu hasa vijana katika kutimiza ndoto zao. Bwana, karibu sana. Asante sana. Tumefurahi kwa wewe kujumuika nasi kwenye studio zetu za Mlimani TV. Ndio. Sasa kwa ufupi kidogo ungetueleza historia fupi ya taasisi yenu? Okay, kama ulivyonitambulisha, naitwa Mwalimu Baraka Mwajeka. Ndio. Ambaye ni mkurugenzi wa Impactful Mind. Na historia yetu kwa ufupi ni kwamba tulianza mwaka 2023. Huu ni mwaka wetu wa 3 sasa. Ndio. Yes, katika kuweza kuwajenga vijana. Na sisi tunawajenga vijana katika maeneo makubwa matatu. Ndio. Eneo la kwanza ni watu wajijue. Tunaita purpose discovery, mtu ajue ni nani, kwa nini aliumbwa duniani. Ni jambo la kwanza la msingi. Jambo la pili, namna ya kutumia vipaji na vitu na uwezo alionao ndani mwake. Lakini jambo la tatu, tunamjenga katika eneo la kutimiza malengo ambayo yuko nayo. Ndio. Kwa historia tulianza mwaka 2023 kwa kufanya event, kwa kufanya consultation au unaita ushauri, kukutana na kila mtu, mtu mmoja mmoja, kushauriana, lakini pia kwa kupata muda na wale watu ambao wanatakiwa kupata ushauri wa muda mrefu, ambaye anakuwa labda ana maumivu kwenye mahusiano, ana jambo ambalo linamchukua muda mrefu, kwa tunakaa nao. Ndio. Kama hivyo. Na ni nini kikubwa ambacho kiliwasukuma kuanzisha taasisi hii? Jambo la kwanza, kama nilivyosema, katika ile malengo makubwa matatu ya taasisi yetu Impactful Mind, jambo hilo tusukuma mpaka tukaanza ni kwamba nikaja nikagundua vijana wengi wanaishi bila kujua wao ni wakina nani. Ndiyo. Na moja ya tatizo kubwa sana, na mtu kama ajue ni nani atafanya chochote kile kwenye maisha kulingana na ratiba ya siku inavyotokea. Anaweza kujisikia kafanya hiki, nikisikia mtu anakuambia na ganga, yani tafuta chochote ambacho kitakutokea nikifanye. Lakini Mungu akutumbia hivyo, na kila mmoja Mungu alimuumba aje kwa kusudi maalum. Sasa ile kusudi mtu lazima ajue kabisa, kama kusudi lake ni utangazaji kama unachofanya, lazima ajue yeye tuka ndani. Na utajuaje? Ni pale kitu unakifanya afu unakipenda. Ndio, sawa. Na pengine kuna mtazamaji hajui tunaposema mawazo chanya. Tueleze kwa kina kidogo. Tunazungumzia mawazo chanya ni utofauti wa mambo ambao utauleta katika kutatua tatizo fulani katika jamii. Ndio. Kwa maana yake ni utofauti wa mawazo, au tunasema utofauti wa suluhisho la tatizo katika jamii. Na ni kwa nini kuna umuhimu wa kutoa mawazo chanya kwa vijana? Ni muhimu kwa sababu matatizo yako mengi. Vijana wana matatizo mengi, dunia ina matatizo mengi sana, ambayo kama vijana tunatakiwa sisi tulete masuluhisho kwamba jamani, kuna jambo fulani linasumbua jamii, lazima sisi kama vijana sasa tuangalie, je, ni namna gani tunaweza kuleta suluhisho la tatizo fulani katika jamii. Kwa tutakuwa ni mawazo chanya pale ambapo itatatua tatizo fulani katika jamii. Kama tatizo la umaskini, kama vijana tuna wajibu gani, tuna nafasi gani ya kuweza kutatua tatizo hilo katika jamii? Kama ni kuanzia mambo biashara tuanzishe kulingana na kila mmoja na kusudi lake. Ndio. Sasa katika tafiti zenu ambazo mmekuwa mkizifanya, kuna uhusiano gani kati ya mazingira anayoishi kijana na mrengo wake na mrengo wa mawazo yake? Kuna uhusiano mkubwa sana. Ndio. Mazingira na utimizaji wa malengo vinaendana kivipi? Ni kwamba kuna aina ya mazingira ambayo mtu akiwepo kama kijana anaweza kutimiza malengo yake. Na tukizungumzia mazingira, tuzungumzie tu maeneo, tunazungumzia pia mazingira kwa maana yeye anazungukwa na watu gani, anaishi sehemu gani, lakini pia katika ufahamu wake ana nini. Pia katika ufahamu tunaita ni mazingira, tunaita dunia yako wewe, katika mawazo yako unawaza nini. Ndio. Kwa huyu mtu tutafuatana sasa, jambo la msingi la kumsaidia huyu ni namna gani ya kubadilisha mtazamo na mazingira katika akili yake, lakini pia ajue ni akina nani ambao ashirikiane nao kutimiza malengo fulani. Ndio. Kwa kama hatujua haya, anajikuta malengo yake aliyoweka yanaharibika. Sawa. Je, mfumo wa elimu wa kwetu wa Tanzania hivi sasa unasaidia kwa namna yoyote kukuza hapa kudidimiza fikra chanya kwa vijana?
Mfumo wa elimu mimi sitamani watu waendelee kulalamikia. Ndio. Watu wengi wanalalamika, vijana wengi wanalalamika, nimkutana nao anambia mimi mfumo wa elimu umeniharibia maisha yangu, umenipotezea muda. Ninaweza nikasema kwamba wanacholalamika ni kweli, lakini ukweli unatokana na kwamba mfumo wetu wa elimu unahitaji mtu kwanza ajue yeye ni nani. Ndio. Ajue nini, kitu gani anachokipenda na anachoweza kukifanya kwanza kabla hajaingia kwenye mfumo wa elimu. Kwa kuingia kwenye mfumo wa elimu maana yake aingie kusoma yale masomo yatakayomsaidia yeye kuwa bora. Yaani kusharpen skills ambazo anahitaji katika maisha. Ndio. Lakini akiingia kwenye mfumo ambao unakuja kudidimiza akili yake, maana yake unakuwa ni mfumo mbaya ambao umemkuta yeye kama yeye. Utashangaa kuna mtu ambaye ana ndoto za kuwa mtangazaji anasoma PCM. Ndio. Anasoma engineering. Huyu mtu tutegemea kwamba atakuja kuwa bora katika eneo lake kwa sababu gani? Yeye huyo mtu amesoma kingine, ana uwezo wa kitu kingine. Kwa maana yake mfumo wa elimu unakuwa unamdivert mtu au unampoteza mtu pale ambapo ataingia tu. Sababu mkutana na wanachuo nakwambia kwamba mimi nichagulie kozi yote ile. Naenda mahali anasema nichagulie kozi unayotaka. Unaona nimefaulu chaguo. Mwisho wa siku anakuja kusoma kozi ambayo haitaki. Mkutana na mwanafunzi mmoja anasema mimi napenda engineering lakini anasoma walimu. Kwa nini? Kwa sababu hako kujua kwanza anachokitaka ni nini. Anakuja kujua yuko anaendelea kusoma. Sasa yani mimi I wish ningekuwa nasoma engineering. I wish ningekuwa nasomea masuala ya uongozi. I wish ningekuwa nasomea masuala ya kibiashara. Shangaa mfanya anasoma biashara, hapendi biashara, anapenda masuala ya uongozi. Anasomea uongozi, hapendi uongozi na anapenda masuala ya kisiasa. Anasoma masuala ya siasa, hapendi siasa, anapenda masuala ya uchumi. Mwisho wa siku ni kwamba kijana anachanganyikiwa kwa sababu ameingia kwenye mfumo ambao unapingana na uwezo wake. Sawa, na ikikumbukwa kwenye moja ya hotuba yako kwenye hafla ya kutimiza miaka miwili ya hii taasisi yenu, ulisema kuwa watu waliosoma hapo kabla mwanzo walikuwa wakilalamikia mfumo wa elimu wa kwetu, na iweje mpaka sasa hivi na sisi pia tunazidi kulalamikia. Hii imekaaje? Na ndio maana moja ya program zetu za msingi ni kumsaidia huyu mtu aache kwanza kulalamikia mfumo. Ndio ameshapoteza miaka 18, lakini sasa namna gani anaweza akajiposition tena kuweza kufanya kile kitu ambacho kipo ndani mwake. Hiyo ni jambo la msingi. Tunamfundisha kwamba una uwezo wa aina gani. Na ndio maana tunampitisha katika program kwa jambo la kwanza ajue ana uwezo gani ndani, ana kipaji gani ambacho anaweza kukitumia. Lakini jambo la pili tunampitisha pia kujua ni kwamba vipaji viko vingapi, vya aina ngapi tofauti tofauti, kipi gani ambacho yeye yupo, kitu gani anachokiweza zaidi. Kitu gani ambacho kinampa shauku akikifanya. Je, ni kitu gani ambacho yeye anahisi kabisa akifanya ndio kitu chake kinamkosha, yani hiki ndo chenyewe. Tunampitisha mpaka anajua kujua mimi ni mtu aina fulani, mimi ni mfanyabiashara, mimi ni mwalimu, mimi ni mtu aina fulani, mimi ni kiongozi. Anajua. Ile kujua sasa ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kumkuza katika kile anachokijua. Kwa hiyo inachukua muda kwa sababu amesoma vitu muda mrefu. Kwa kama vimeingia muda mrefu maana pia vitachukua muda mrefu pia kutoka. Havitachukua haraka haraka. Ndio maana mtu kubadilika haraka haraka ni ngumu kwa sababu ameshazoea mfumo wa elimu na anasubiri ajira. Ajira ambayo pia haitaki vile. Yaani kwa sababu hana hela anaweza akaingia kwenye ajira kwa kuforce. Mwisho wa siku ndio wao unasema wafanyakazi wengi wanafariki sana siku za Jumatatu. Kwa sababu anaenda kufanya kazi ambazo hazipendi. Weekend ana enjoy na watu wake, lakini Jumatatu anapata shida kwa sababu anaenda kufanya kitu ambacho hakitaki. Sasa isingekuwa hela ningeweza mimi kufanya jambo lingine, lakini kwa sababu nataka hela. Sasa huyo mtu lazima tumfundishe kwamba maisha ni zaidi ya hela. Sawa, nitarudi kwako. Na mtazamaji wa Mlimani TV, hii ni Mlimani leo asubuhi na hiki ni kipengele chake cha kwanza cha kipengele chake cha pili cha Jahara sehemu ya kwanza. Mimi ni Fadhili Kagika, lakini niko na mgeni ambaye tunaichambua mada inayosema muhimu wa mawazo chanya kwa vijana kwa maendeleo yao. Na mgeni wangu ni Baraka Mwajeka ambaye ni mkurugenzi wa taasisi ya Impactful Mind inayojihusisha na utoaji wa mawazo kwa vijana wanaopitia changamoto mbalimbali. Nikirudi kwako, sasa taasisi yenu inawasaidiaje vijana kubadilisha mitazamo yao? Jambo la kwanza tunaandaa matukio mbalimbali. Ambao tunafanya matukio 4 kwa mwaka. Matukio mengine ni mwezi wa pili, mwezi wa 4, mwezi wa 6, mwezi wa 9 na mwezi wa 12. Kwa tunafanya vile makusudi kwa kukusanya vijana wote waweze kubadilishwa. Kwa tunafundisha ili na tunaleta watu mbalimbali kama ni wafanyabiashara, kama ni watu wa career fulani waweze kufika pale. Lengo ni nini? Kwamba kijana akutane na kitu tofauti kwa watu tofauti. Kwa akiwa anaendelea kujifunza, anaendelea kuingiza kitu kipya ndani mwake. Mawazo mapya yanabadilika kwa mawazo mapya.
Ndio. Yaani mawazo ya mtu yanabadilika kwa mawazo mapya. Kicho kinachomfanya mtu awe mtu fulani ni akili yake. Ndio. Kwa akili yake kikubaliana na kile ambacho anakiweza, kile ambacho anakipenda, anakuwa hivyo. Unaona? Kwa jambo la kwanza tunafanya event, lakini jambo la pili ni ushauri. Ndio. Ushauri tunapata muda wa kushauri, tunamshauri huyu mtu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia jambo la tatu tumshauri tu, tunamwacha, tunakaa naye kwa maana ya kumsimamia, anaanzaje, anafikiaje mpaka anafika juu, na kuna watu wengi wamesaidika sana. Sawa, kwenye hizo operation zenu ambazo mnafanya kwa namna yote mnashirikiana na taasisi zingine ama mashirika mengine ya kiserikali? Ndio, tunashirikiana nayo. Ndio. Kuna mashirika binafsi kwa mfano LBS ambao inaitwa Live Beyond Survival, ambayo chini ya engineer Kabenda Balete, lakini tunashirikiana na mashirika mengine ambayo yanahusiana na masuala ya vijana sana sana. Kwa tunashirikiana nao kuhakikisha kwamba tunapata mawazo yao pia, wao wanasemaje kuhusiana na vijana. Sawa. Na kwa kijana ambaye mpaka hivi sasa haelewi anzie wapi, wewe ungemshauri nini hivi sasa? Kwa kijana ambaye haelewi anzie wapi, ni vizuri tungewasiliana. Hii nimpe namna ya kwanza. Ndio. Kwa sababu nitamshauri sana, lakini vitu vya msingi ni kwamba nikutane naye au tuwasiliane, nijue yeye ni sehemu gani ambapo anaweza kafiti zaidi. Kwa sababu nitaongea vitu vingi, lakini kuna vitu vingine ambavyo natamani niongee naye mtu mwenyewe. Lakini kwenye kuanza maana yake lazima angalie jambo la kwanza yeye ana nini. Ndio. Kama kijana una nini? Okay, na uwezo fulani. Huo uwezo unao, okay? Katika ujuzi ambao uko nao, una ujuzi wa aina gani? Mimi na ujuzi wa kuedit, mimi na ujuzi wa kufanya biashara, mimi na ujuzi wa kuwa kiongozi, mimi na ujuzi wa kufanya kitu fulani. Okay, tuanzie hapo kwanza. Aina ya ujuzi ulionao, je, tunaofanyaje kuubadilisha kuwa fedha? Una ujuzi ndio, lakini unaubadilishaje kuwa fedha? Kuna madesigner wengi ndio, lakini hawajadesign chochote kwa sababu wana hofu, wanaanzaje kufanya design. Sawa, kwa maneno machache unawaambiaje vijana wa Kitanzania umuhimu wa nguvu ya mawazo chanya? Jambo la kwanza ambalo nawaambia ni kwamba wakumbuke ni kwamba kama watu badilisha jamii, ili kubadilisha jamii lazima kwanza abadilike mtu. Yeye kama vijana ili tubadilishe jamii lazima tubadilike kwanza sisi. Hatuwezi kusema tunaipa jamii mawazo chanya wakati sisi wenyewe hatuna hayo mawazo chanya. Kwa ni muhimu sana kama jamii wajue kabisa kwamba sisi vijana tunataka tubadilishe jamii na watupokee sawa sawa na vile ambao tunataka sisi tubadilishe jamii, kwa sababu kuna shida pia ya jamii kwamba kutomuelewa kijana anataka nini kwa wakati. Kwa kama kijana na mawazo mazuri, kama jamii waweze pia kusupport, hata serikali wakiona vijana na mawazo fulani mazuri ya kimaendeleo wawasupport. Na ndio maana pia nimeona mifumo mbalimbali ya mikopo, mifumo mbalimbali ya benki ambayo inasupport vijana kuhakikisha kwamba yale malengo ambayo wako nayo waweze kufanyaje kuyatimiza katika maisha yao. Lakini pia ni jambo la msingi sana kama kijana ajue kabisa muda unazidi kwenda. Kuna muda huu ambaye ana nguvu ni tofauti akiwa mzee tena. Kuna muda ukiwa mzee unasema chochote kinachotokea kitokee, kwa sababu hauna nguvu, hauna fursa zile tena ambazo unaweza kuzipata ndani ya ule muda. Kwa ni muhimu sana kama kijana ajue kabisa muda unazidi kwenda, ajue kabisa kama ana mawazo fulani ya kufanya kitu aanze kufanya bila kutumia uoga. Sawa, tumalizie kabisa, nikupe fursa sasa ya wewe kusema ni namna gani kijana huyu anaweza akakupata ama namna vipi anaweza akakupata ama kufikia taasisi yenu. Okay, kuna namba za simu 07-622 619 97 07-622 619 97, hiyo namba yangu ya Voda. Lakini pia kuna namba ya Airtel 07-83 40 29 77 07-83 07-83 40 29 77. Sawa, mnapatikana wapi? Napatikana Kimara. Kimara. Sawa, mtazamaji wa Mlimani TV, mpaka hapo mimi sina la ziada tena, na hivi ndivyo ninavyoifunga jamvi la Jahara sehemu ya kwanza kwa siku hii ya leo. Mimi ni Fadhili Kagika, lakini nilikuwa na mgeni hapa studio ambaye yeye anaitwa Baraka Mwajeka, ni mkurugenzi wa shirika wa taasisi ya Impactful Mind inayojihusisha na utoaji wa mawazo kwa watu na vijana wanaopitia changamoto mbalimbali. Kufikia hapa basi, kwa heri na wakati mwingine.